Naam, bwana, moja kati ya habari ambazo zimetufikia ni kutoka kwake Haja the Incredible akiwa anazungumzia issue ya nguvu ya ushawishi, yani influence ambayo Diamond yuko nayo, na hizi mada zimekuja mara tu baada ya show ambayo Diamond ameifanya kule Uingereza baada ya kujaza moja kati ya kumbi kubwa sana huko London ambayo inafahamika kwa jina la Royal Albert. So hapa Haja ameandika kwamba bwana, nguvu ya ushawishi wa ajabu wa Diamond dhidi ya wasanii wote wa Nigeria. Kwa fakti ya idadi kubwa ya namba za wa Nigeria wanaoishi kwa kuhamia huko UK pamoja na USA inapelekea wasanii wa nchi hiyo kujaza show nyingi sana kwenye kumbi nyingi, na pia vile vile kumlinganisha na Diamond akiwa one man army. Matokeo yake tulioyaona kwenye show ya jana usiku, basi ni dhahiri kwamba Diamond anaongoza kuwa msanii pekee mwenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika dhidi ya hao tunaowadhani kwamba wao ni wakubwa kuliko huyu wa kwetu. Ukweli ni kuwa wa Nigeria wana tag la wao kwa wao huko nje, na zinaandikwa show 80% wanajaa wao wenyewe. Je, sisi tuna nani? Sisi ni washindi. Umeona? Haja akaendelea kusema kwamba kwa mujibu wa The Guardian News wanasema kwamba mwaka 2024 walikuwa na takribani ya watu 52,000 waliohama kutoka Nigeria na wakahamisha makazi yao kwenda London huko Uingereza. Lakini pia mnamo mwaka 2021 inadaiwa kwamba London kulikuwa na wa Nigeria takribani 142,000 wanaoishi London. So hii inafanya kuwa ni utaifa wa pili unaofahamika zaidi, unaojulikana zaidi huko London baada ya raia wa India. Idadi ya wa Nigeria mjini London bwana imejilimbikiza katika maeneo kama vile Parkman, South Park, huku Parkman mara nyingi kabisa ikijulikana kama Little Lagos kutokana na idadi kubwa ya wa Nigeria wanaoishi humo. Kwa nini wakitangaza show London wasijaze? Kumbuka kwamba sisi hatuna hao watu nje hatuna watu huko nje wa kutusupport. So let's respect kwa mwana ameshinda sana. Kama unakubaliana na mimi basi mtagi hapa kumcongratulate. Umeona bwana Alafu akamalizia kusema kwamba bwana, congratulations kwa big homie O2 Arena hii hapa. Umeona bwana. Kwa hiyo Haja ameandika hivyo akiwa amemsupport au amempa pongezi Diamond Platnumz, na kuona kabisa kwamba O2 Arena, moja kati ya kumbi kubwa zaidi duniani ambayo iko huko London, inakaribia pia Diamond kwenda kufanya show na kujaza ukumbi huo. So hapa nataka hapa sasa umsikilize yeye mwenyewe Haja akiwa analizungumzia swala hilo. Mujibu wa The Guardian Nigeria newspaper 2021 iliripoti idadi ya watu wa Nigeria hasa ambao wanaishi London. Walisema kuna watu zaidi ya 150,000 ambao wamedominate London. Na hiyo ilikuwa 2021. 2024 wakaja na taarifa ya kuwa wakatoa idadi ya wa Nigeria ambao walihama kutoka Nigeria wakaenda kuishi London ilifikia watu 52,000 kutoka mwaka 2021. Kumbuka hiyo idadi hiyo ya watu laki na 2024 wamehamia watu 52,000. Kuna 2022, 2023 hapo hawajahesabia. Hii inazungumza nini? Hii maana yake ni kwamba wa Nigeria London wako wengi sana, na kuna miji kule kama vile Peckham inaelezwa kabisa ni wanadominate, yani ni miji ya wa Nigeria tu, ni special kabisa, zinaitwa Nigerian City. Watu wameweka makazi yao kule. The same tu Marekani, kila kona wapo wa Nigeria. Hii maana yake ni nini? Hii ni kwamba ukimwona msanii yeyote kutoka Tanzania, yeyote mbali na Nigeria, amefanikiwa kupenetrate London ama Marekani, inabidi umheshimu sana. Tuache dhihaka, tuache hizo kebei za hovyo, hazisaidii. Diamond kufanikiwa London kujaza Royal Albert Hall kwa idadi ile ya watu, Diamond anapaswa kupewa heshima iliyopitiliza, kwa sababu ni yeye
Tanzania inayotubeba kutokana na idadi kubwa ya sisi kuwepo katika lile eneo. Lakini vile vile ndugu zangu wote tunafahamu Wanigeria wamekuwa very supportive wao wenyewe kwa wenyewe. Wanabibana tofauti na sisi. Sisi baada ya kusaidiana huko tunapondana, hatuonei wivu wasanii wetu. Wenzetu wa Nigeria, South Africa wanaonea wivu wasanii wao, na ndio maana sisi ni ngumu sana kupenetrate kwenye mataifa yao. Mtanzania ukimwona amefanikiwa kwenye show hizi za kimataifa, lazima tumheshimu na tumpigie makofi mengi ndugu zangu. Tusituke kutoka kwenye huo usingizi. Tunachelewa. Diamond ni mshindi. Diamond Jux ni mshindi, wamefanikiwa. Mimi nilisema pia Diamond amchukue Jux aende naye Nigeria kwa sababu Jux amepenetrate Nigeria, ameshika namba 1 iTunes. Ukiwin Nigeria wakiweza kusikiliza ngoma zako, maana fahamu hata London na Marekani wa Nigeria wanasikiliza ngoma zako. Positivity imezaa matunda. Kuna watu wanakuja wanasema kwamba bwana wa Nigeria ndio wamejaza ile show. Nigeria kwa sababu Jux amepenetrate Nigeria, ameshika namba 1 iTunes. Ukiwin Nigeria wakiweza kusikiliza ngoma zako, maana fahamu hata London na Marekani wa Nigeria wanasikiliza ngoma zako. Positivity imezaa matunda. Sasa kwa nini tunaendekeza hizo rumors za kwamba wasanii wetu wameshindwa, na kuna watu wanakuja wanasema kwamba bwana wa Nigeria ndio wamejaza ile show? Nikwambie tu kitu kimoja. Kuna clip ilikuwa inatembea hapa kati, inamuonyesha jamaa mmoja kutoka Nigeria anahojiwa na TikToker kuhusu wasanii wa Afrika. Akamtaja Diamond kuwa ndo msanii mkubwa zaidi, mwenye nguvu zaidi Afrika kuliko hata Wizkid na wengine ambao walikuwa wamewataja pale. Mimi nakubaliana na huyo jamaa kwa fakti moja tu ya msingi. Nimetoa idadi ya wa Nigeria ambao wapo Marekani pamoja na London, sio? Hiyo wao inawabeba. Lakini vile vile mtu kama Wizkid, Burna Boy na Davido, Rema, hao ni wasanii ambao wanawakilisha taifa hili moja la Nigeria. Kwa nini Diamond nasema ni mkubwa na inawezekana na ushawishi mkubwa kuliko wasanii wote hawa? Ni kwa sababu Diamond yeye ndo msanii pekee anayewakilisha nchi zaidi ya 5 East Africa na kati. Tuna Kenya, Burundi, Rwanda, Uganda, Tanzania yenyewe, Malawi na maeneo mengine. Yuko Diamond peke yake. Lakini vile vile nguvu yake ya ushawishi ndio imemfanya yeye ajaze Royal Albert Hall, sio kwa support za Watanzania. Watanzania sisi hatuna historia ya kuwa wengi huko London kiasi kwamba tunaweza tukajaza show. Na ndio maana leo hii yule Chela alofanya ngoma na Diamond remix, kwa ngoma moja tu ana uwezo wa kwenda Marekani, O2 Arena pia kajaza London pale ukumbi wa watu 20,000. Kwa sababu wao wanafahamiana, wanasapotiana. Sisi tunaenda wenyewe na tumeweza kujaza. Sisi tunaenda wenyewe na tumejaza. Kwa nini tusiwe proud na sisi wenyewe? Ndugu zangu tusituke. Mimi nimekuwa nikizungumza hiyo mara nyingi sana. Sipendi kuona watu wanafanikiwa alafu tunaleta kebehi mzaa. Hatuwezi kwenda hivyo. Ni jambo letu kama taifa kutoka hapa. Mimi natamani sana kila mmoja aoneshe support ambayo anaitoa kama Madia alituandika. Mujibu wa The Guardian Nigeria newspaper. Yeah, so hizo ni point ambazo amezungumza Haja the Incredible. Ukiwa kama mdau, una kipi cha kusema? Weka maoni yako katika comment section hapo chini, pia tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.